Mtume Petro ni mmoja wa watu muhimu sana katika historia ya Ukristo. Katika Biblia anajulikana kama kiongozi wa mitume, mtu aliyekuwa karibu sana na Yesu Kristo na ambaye baadaye alichukua nafasi kubwa katika kueneza Injili baada ya Yesu kupa mbinguni. Jina lake la asili lilikuwa Simoni, lakini baadaye Yesu alimpa jina Petro, linalomaanisha mwamba. Habari. Karibu kwenye mwendelezo wa makala zetu hapa Positivity Media. Leo tumekuletea makala kuhusu historia ya maisha ya Mtume Petro, mwanafunzi wa Yesu. Katika makala hii tutaangalia kwa kina maisha yake. 1. Maisha yake kabla ya kumfuata Yesu. 2. Jinsi Yesu alivyomuita awe mwanafunzi wake. 3. Matukio makubwa, miujiza na visa vya ajabu alivyoshuhudia akiwa na Yesu. 4. Mapungufu na makosa yake kama mwanadamu. 5. Huduma yake baada ya Yesu kupa mbinguni. 6. Safari yake hadi Roma. Na 7. Kifo chake na mchango wake katika kuanzisha kanisa. Kaa nami mwanzo hadi mwisho wa makala hii. Maisha ya Petro kabla ya kumfuata Yesu. Jina la Petro mwanzoni lilikuwa Simoni. Alikuwa Myahudi aliyekuwa akiishi katika eneo la Galile karibu na bahari ya Galilaya. Alizaliwa katika kijiji cha Bethsaida na baadaye aliishi katika mji wa Kapernaum. Kazi yake ilikuwa uvuvi. Alifanya kazi na ndugu yake Andrew, the Apostle. Wavuvi wa wakati huo walikuwa watu wa kazi ngumu sana. Walivua usiku kucha wakitumia nyavu na mashua ndogo. Biblia pia inaonyesha kuwa Petro alikuwa ameoa kwa sababu Yesu alimponya mama mkwe wake. Yesu anamponya mama mkwe wa Petro. Biblia inasema, mama mkwe wake Simoni alikuwa amelala na homa. Wakamwambia habari zake mara. Marko 1:30. Yesu alimshika mkono na homa ikaondoka mara moja. Maana ya tukio hili. Tukio hili linaonyesha kuwa hata kabla Petro hajawa mmoja wa viongozi wakubwa wa kanisa, Yesu tayari alikuwa anaingilia maisha yake na familia yake. Jinsi Yesu alivyomuita Petro na kumfanya mwanafunzi wake. Siku moja ndugu yake Andrea alimkuta Yesu na kuamini kuwa ndiye Masihi. Akaenda kumtafuta Simoni. Biblia inasema, akamleta kwa Yesu. Yesu akamtazama akasema, wewe ni Simoni mwana wa Yona, utaitwa Kefa. Yohana 1:42. Kefa au Petro maana yake ni mwamba. Hata hivyo, wito rasmi ulitokea baadaye katika tukio la ajabu la uvuvi. Siku moja Yesu alikuwa akihubiri karibu na bahari ya Galilaya. Alipanda kwenye mashua ya Petro. Baada ya kumaliza kuhubiri, alimwambia Petro, tweka mpaka kilindini, mkatupe nyavu zenu mpate samaki. Luka 5:4. Petro akamjibu, Bwana, tumejitahidi usiku kucha hatukupata kitu, lakini kwa neno lako nitazitia nyavu. Walipotupa nyavu, samaki walikuwa wengi sana mpaka nyavu zikaanza kupasuka. Biblia inasema, walipoyaona hayo, Simoni Petro alianguka magotini pa Yesu. Luka 5:8. Petro akasema, ondoka kwangu Bwana, kwa maana mimi ni mtu mwenye dhambi. Yesu akamjibu, usiogope, tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Hapo Petro aliacha kila kitu na kumfuata Yesu. Petro akiwa mwanafunzi wa karibu wa Yesu. Kati ya wanafunzi 12, Petro alikuwa mmoja wa wanafunzi wa karibu sana wa Yesu, pamoja na James son of Zebedee, John the Apostle. Yesu aliwachukua mara nyingi kushuhudia matukio ya kipekee. Petro atembea juu ya maji. Siku moja wanafunzi walikuwa baharini wakati wa dhoruba. Yesu alitembea juu ya maji kuelekea kwao. Petro akasema, Bwana, kama ni wewe, niagize nije kwako juu ya maji.
Mathayo 14:28. Yesu akasema, njoo. Petro akashuka kutoka mashuani na kuanza kutembea juu ya maji. Lakini alipoona upepo mkali, akaogopa na kuanza kuzama. Yesu akamshika mkono na kusema, ewe mwenye imani haba, kwa nini uliona shaka? Mathayo 14:31. Maana ya tukio. Petro alikuwa mtu wa imani ya jasiri, lakini pia wakati mwingine aliogopa. Tukio hili linaonyesha mapambano ya imani ya mwanadamu. Petro alipokiri kuwa Yesu ni Masihi. Siku moja Yesu aliwauliza wanafunzi wake, ninyi mwasema mimi ni nani? Mathayo 16:15. Petro akajibu, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Mathayo 16:18. Tukio hili linaonyesha Petro kama mtu wa kwanza kumtambua Yesu wazi kuwa Masihi. Petro anaona utukufu wa Yesu mlimani. Yesu aliwachukua Petro, Yakobo na Yohana kwenda mlimani. Biblia inasema, uso wake ukang'aa kama jua. Mathayo 17:2. Hapo walitokea Moses, Elijah. Petro alishangaa sana mpaka akasema, wajenge vibanda vitatu pale. Hii ilikuwa moja ya matukio yaliyoonyesha wanafunzi utukufu wa Yesu. Petro anamkana Yesu. Usiku wa kukamatwa kwa Yesu, Petro alisema, hata wote wakikuacha, mimi sitakuacha. Mathayo 26:33. Lakini Yesu alimjibu, kabla jogoo hajawika, utanikana mara 3. Baadaye Petro alimkana Yesu mara 3 mbele ya watu. Biblia inasema, mara jogoo akawika, Petro akalia kwa uchungu. Mathayo 26:75. Hili ni moja ya matukio ya kusikitisha sana katika maisha yake. Anamrudisha Petro baada ya ufufuo. Baada ya kufufuka, Yesu alikutana na Petro kando ya bahari ya Galilaya. Yesu akamuuliza mara 3, Simoni mwana wa Yona, wanipenda? Yohana 21:16. Kila mara Petro akajibu, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo wangu. Kwa njia hii, Yesu alimrudisha Petro katika huduma. Petro anaongoza kanisa la kwanza. Baada ya Yesu kupa mbinguni, Petro akawa kiongozi wa kanisa la kwanza huko Yerusalemu. Katika siku ya Pentecost, Petro alihubiri mahubiri makubwa. Biblia inasema, waliolipokea neno lake wakabatizwa, wakaongezeka watu wapatao 3,000. Matendo 2:41. Hii ilikuwa siku ambayo kanisa la kwanza lilianza kukua kwa nguvu. Miujiza ya Petro. Petro pia alifanya miujiza mingi kwa nguvu ya Mungu. Kuponya kiwete. Mtu aliyekuwa kiwete tangu kuzaliwa alikuwa aliketi kwenye mlango wa hekalu akiomba msaada. Ndipo kumoja Petro na mwenzake wakiwa wanapita kuingia hekaluni, hapo akawaomba msaada. Na ndipo Petro akafanya huu muujiza wa kumwombea na kumponya, akasimama na kutembea. Biblia inasema, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama, utembee. Matendo 3:6. Kumfufua Tabitha. Petro alimfufua mwanamke aitwaye Tabitha. Biblia inasema, Petro akapiga magoti, akaomba, akasema, Tabitha, simama. Matendo 9:40. Na akafufuka. Hii ni baadhi tu ya miujiza yaliyowahi kufanya mtume Petro. Petro na Injili kwa mataifa. Petro alipewa maono na Mungu kumtembelea askari wa Kirumi aitwaye Cornelius the Centurion. Hapo aligundua kuwa wokovu si wa Wayahudi tu,
bali wa mataifa yote. Baadaye Petro alisafiri hadi Rome. Huku alihubiri Injili wakati wa utawala wa mfalme wa Kirumi Nero. Nero alianza mateso makubwa dhidi ya Wakristo. Kifo cha Petro. Kulingana na historia ya kanisa, Petro alikamatwa na kuhukumiwa kifo. Aliomba asulubiwe kichwa chini kwa sababu alisema hastahili kufa kama Yesu. Tukio hili linaaminika kutokea karibu mwaka 64 hadi 67 baada ya Kristo huko Roma. Urithi wa Petro na kanisa. Mapokeo ya kanisa yanaamini Petro alikuwa kiongozi wa kwanza wa kanisa la Roma, na inaaminika ndiye papa mkuu wa kwanza wa kanisa la Roma ambalo baadaye lilikuja kuwa Roman Catholic Church. Kaburi lake linaaminika kuwa chini ya St. Peter's Basilica. Maisha ya Petro yanaonyesha safari ya ajabu, kutoka mvuvi wa kawaida kuwa mwanafunzi wa Yesu kupitia udhaifu wa kumkana Yesu hadi kuwa kiongozi mkubwa wa kanisa. Hatimaye alitoa maisha yake kwa ajili ya imani yake.